Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Uko na Adamu Hussein na bado tunaangalia mambo mbalimbali yanayojiri ulimwenguni, hasa mivutano ambayo inajiri kati ya Iran pamoja na Marekani. Tulikujuza kwamba wakati wowote huenda vita vikaanza baina ya Iran pamoja na Marekani, lakini wakati huu huku mvutano wa Iran unavyozidi kuongezeka, jeshi la Marekani linasogeza ndege za kivita ili kujimarisha katika eneo la Mashariki ya Kati kwa ajili ya mapambano dhidi ya Iran. Unaweza ukasema Marekani inajiandaa kwa ajili ya mapambano zaidi dhidi ya Iran. Waziri wa ulinzi wa Marekani Pete Hegseth ameimarisha uwezo wa kijeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati kwa kutuma ndege zaidi za kivita. Pentagon imesema huku kukiwa na kampeni ya zaidi ya wiki mbili ya mashambulizi ya Marekani nchini Yemen na mvutano unaozidi kuongezeka na Iran. Taarifa fupi ya Pentagon haikubainisha ni ndege gani zilikuwa zimetumwa au zimepelekwa wapi haswa, lakini jarida la Reuters limeelezea juu ya habari za hivi punde za suala hili ambalo wakati huu tayari limeshaanza kuchukua hatamu katika habari za kimataifa. Hata hivyo, takribani ndege 6 za B-2 zimepelekwa katika kipindi cha wiki moja hivi hadi kwenye kambi ya kijeshi ya Marekani, Uingereza kwenye kisiwa cha bahari ya Hindi cha Diego Garcia, kulingana na maafisa wa Marekani wakizungumza kwa sharti la kutotajwa majina. Wataalamu wa mambo wanasema hiyo inawezekana ndege za B-2 ambazo zina teknolojia ya siri na zina vifaa vya kubeba mabomu mazito zaidi ya Marekani na silaha za nyuklia katika nafasi nzuri ya kufanya kazi katika Mashariki ya Kati ikiwa Iran au washirika wake watatishia wafanyakazi wa Marekani na maslahi katika kanda. Marekani itachukua hatua madhubuti kutetea watu wao, taarifa hiyo ilisema. Hata hivyo, msemaji wa Pentagon Jean Parnell alisema katika taarifa, kamandi ya kimkakati ya jeshi la Marekani imekataa kusema ni B-2 ngapi zimepelekwa huko Diego Garcia na kubainisha kuwa haitoi maoni yoyote juu ya mazoezi au operation inayohusisha ndege hizo. Tayari kuna nguvu kubwa ya moto katika Mashariki ya Kati na jeshi la Marekani hivi karibuni litakuwa na ndege 2 katika eneo hilo. Rais wa Marekani Bwana Donald Trump alitishia Iran siku ya Jumapili kwa kulipua mabomu na kutoza ushuru wa pili ikiwa Tehran haitafikia makubaliano na Washington kuhusu mpango wake wa nyuklia, wakati ndege za B-2 zimepelekwa huko kushambulia maeneo yaliyozikwa ya Wahouthi nchini Yemen. Wataalamu wengi wanasema utumiaji wa shambulio la siri ni kubwa sana huko na walengwa hawajatambulika kwa undani zaidi. Hata hivyo, ndege za B-2 ina vifaa vya kubeba bomu lenye nguvu zaidi la Kimarekani ambalo ni sawa na paundi 30,000 GBU-57 ambazo inafahamika kwa lugha ya Kiingereza Massive Ordnance Penetrator. Hiyo ndio silaha ambayo wataalamu wanasema inaweza kutumika kushambulia mpango wa nyuklia wa Iran. Kuna ndege karibia 20 pekee za B-2 katika orodha ya jeshi la anga, kwa hivyo kawaida hutumiwa kwa uangalifu. Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Al-Khamenei alisema siku ya Jumatatu kuwa Marekani itapata pigo kubwa ikiwa Trump atatekeleza vitisho vyake. Kamanda wa wanaanga wa walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu Amir Ali Hajizade alitishia vikosi vya Marekani katika Mashariki ya Kati, akibainisha kwamba wako kwenye nyumba ya vioo na hawapaswi kurusha mawe. Afisa mmoja aliambia shirika la habari la Reuters kwamba jeshi la Marekani pia lilikuwa likihamisha baadhi ya uwezo wa ulinzi wa anga kutoka Asia hadi Mashariki ya Kati. Katika mhula wake wa mwaka 2017 hadi 2021, Trump aliondoa Marekani katika makubaliano ya mwaka 2015 kati ya Iran na mataifa yenye nguvu duniani ambayo yaliweka vikwazo vikali kwa shughuli zinazozaniwa za nyuklia za Tehran badala ya msamaha wa vikwazo. Trump pia alirejelea vikwazo vikubwa vya Marekani. Kwa ufupi, hali katika Mashariki ya Kati sasa inaenda kuwa mbaya zaidi. Ni baada ya makombora haya mazito ya Kimarekani kutumwa huko katika Mashariki ya Kati. Lakini wakati huu Marekani inaiona Iran kama nchi iliyovuka mipaka katika urutubishaji wa uranium, na mataifa magharibi yanaishutumu Iran kwa kuwa na ajenda asiri ya kuendeleza uwezo wa silaha za nyuklia na kurutubisha uranium hadi kiwango cha usafi wa fissile ambao una uwezo wa kutengeneza makombora ya nyuklia. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment
na kusubscribe channel yetu hii. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote.